Adam Akasim ulikuwa unazungumzia kuhusiana na international classic coach ambaye ni Fadlu Davis, kwamba ni kitu gani ambacho anaweza kumshauri kuelekea kwenye mchezo wa finali Simba Sports Club ambao wanakaribishwa na RS Berkane kutokea nchini Morocco. Ulikuwa unaendelea kwenye maybe kitu ambacho anaweza akakifanya kuelekea kwenye huu mchezo. Vitu gani ambavyo inabidi avifanye Fadlu Davis hata akipata pointi moja inaweza kumsaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunaamini kwamba mchezo wa kwanza ndio unatengeneza direction au mwelekeo kuelekea mchezo wa pili, I mean finali ya round ya pili. Ni kweli kwa mwalimu Fadlu Davis cha kumshauri ni kwamba kuangalia RS Berkane kwa sababu ni timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kumiliki mpira katika eneo la timu pinzani, eneo la katikati na eneo lao, kwa maana wanapoanzisha mipira huwa wana watu wa kuchezea ile mipira. Mfano unamzungumzia huyu defender Yusuf Dawa ambaye ni bora sana katika mipira ya juu, mipira ya chini, kwa maana yeye ni box to box defender, wenyewe wanamtumia sana. Na unapomzungumzia Yusuf Dawa, raia wa Burkina Faso, yeye amehusika kwenye goli 13 katika msimu huu, akiwa amefunga goli 8 na kutoa assist 5 katika michuano yote, kuanzia michuano ya ndani na hii michuano ya kombe la shirikisho. Na ukiangalia kuna yule kiungo wao Kamara ambaye ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi elekezi. Kama kwa wale ambao walibatika kumuona mtu kama Asmani Dichu, ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi kaenda mbali na kufika kwa ndugu yake. Kwa hiyo hawa kwenye counter attack kwanza ni wazuri, lakini kipindi ambacho wanakwenda kushambulia wana uwezo wa kuingiza wachezaji 5 hadi 6 kwenye box line na wastani wa kupiga pasi 3 katika kila tukio katika eneo la box line ya timu pinzani kwa zero target. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwa Fadlu Davis timu icheze kwa ushirikiano kwenye swala zima la marking kule nyuma, kuepuka makosa binafsi mtu mmoja mmoja. Sasa tumeona Simba kwenye mechi za ligi hapa katikati wamekuwa na makosa mengi sana, hata kwenye mechi za kimataifa. Sasa yale makosa unapofanya dhidi ya timu kama RS Berkane, makosa ya kujirudia huwa wanakwenda kukuadhibu. Makosa 3 wanawasta na kukuadhibu kila tukio moja. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Fadlu cha kumshauri ni kwamba kuna muda ni kweli aheshimu RS Berkane, lakini sio mbaya naye akienda kutafuta ushindi, kwa maana kuwatafuta kwenda kuwashambulia. Kwa sababu kitendo cha kuwaruhusu ukakaa nyuma ya mpira ukao umegadi, hawa wana watu wa kuruka vichwa, wanaweza kutengeneza faulo za karibu na goli kwenye mpira ya cross, kwenye mpira ya kona wana watu wa kuruka. Nimemzungumzia huyu mfano Yusuf Dawa. Huyu ni defender ambaye kwenye mechi dhidi ya CS Constantine ile aliruka katika eneo la timu pinzani mipira 7. Katika hiyo 7 aliweza kufunga bao moja. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani wana watu wa kuruka. Lakini kwa namna ambavyo kwenye mipira counter attack ambayo nimezungumzia kwamba wanapokwenda kuwashambulia wenyewe wana uwezo kutoka na wachezaji 3 hadi 4 wakiwa wanapiga pasi fupi fupi, wakiwa wanaondoka mapasi ndefu na uwezo wa kukaa na mpira. Kwa hiyo vitu ambavyo Fadlu anataka kuvifanya kuwa bora katika eneo lake la ulinzi, kwa maana kina Shemel Fondo, unazungumzia kina Shabalala, kina Kabombe pamoja na Brother Kamza. Lakini kwenye eneo la kiungo nadhani itakuwa chini ya Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma. Sio mbaya kwa mwalimu Fadlu Davis akija na viungo 3 halisi ambao wanakariba pia kukaba. Kwa maana ya Fabrice Ngoma unakuwa na mtu kama Yusuf Kagoma. Sio mbaya angemuongeza mtu kama Ebola Fernandez afu akachagua kati ya Kibu Dennis na Elim Panzo nani anzie nje, lakini wakati wakiwa na attacking midfield moja, kwa maana Jean Charles Ahoua na mshambuliaji mmoja aina ya mtu kama Lionel Ateba. Sasa unapomweka mtu kama Lionel Ateba katika eneo la mbele, hii itakusaidia kumpunguza yule defender, kwa maana Yusuf Dawa ambaye ana uwezo mkubwa kutoka kwenda kushambulia. Kitendo cha kuwepo Ateba, mtu ambaye anatumia nguvu muda mwingi, unaweza kukashughulisha wale mabeki wa RS Berkane, kwa sababu sometimes ni kweli unapokwenda kucheza mechi bali hakikisha unakuwa hatari kwa mpinzani wako ili kumjengea uoga katika eneo lake la kujilinda. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Fadlu Davis nidhamu ya matumizi ya nafasi inaweza kumsaidia, lakini nidhamu ya kupunguza makosa, kwa maana kwenye kila dakika fulani hawa RS Berkane wamekuwa na tabia hiyo ya kwenda kushambulia muda wote. Kwa hiyo nidhamu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumsaidia Fadlu Davis, kwa sababu tayari imeshatengenezwa ile mtazamo wa timu kutafuta ushindi sehemu yote. Sasa unatafutaje ushindi dhidi ya timu kama RS Berkane nyumbani? Watu ambao wana uwezo mkubwa wa kushambulia kiwa kwao, wana uwezo mkubwa pia kushambulia wakiwa ugenini. Kwa tahadhari kitu muhimu sana kwa Fadlu Davis. Sawa Adam Akasim, mimi nimekupata kwa kiasi kubwa namna ambavyo umezungumza. Wahenga wanasema kwamba mchuma janga bora na wakwao. Inabidi tugusie kidogo hata angalau dakika 2 furaha ambayo unayo, kwa sababu ni moja kati ya mtu ambao anatokea Morogoro na tunafahamu kwamba klabu ya Mtibwa Sugar imerejea kwenye NBC Premier League, imetoka Championship.
Pengine kwa uduchu Adam Kasim, kipi ambacho unawashauri Mtibwa Sugar, kwa sababu tunaamini kwamba Mtibwa Sugar ni moja kati ya timu ambao ni senior kwenye ligi kuu Tanzania bara, ilishawahi kuchukua ubingwa kama sikosei back to back 1999 2000. Yes, lakini wametoka championship, walishuka championship, baadaye tena wakapanda wakaingia ligi kuu. Pengine msimu huu unaweza ukaiona ile peak performance ambayo tumekuwa tunaizungumza kwa kiasi kubwa, consistency ambayo maybe tumekuwa tunaizungumza, unaweza ukaiona Mtibwa Sugar kwenye ligi kuu kama maintain au inaweza ikarudi kule kule, lakini tuzungumzie kidogo kuhusiana na Mtibwa Sugar Adam Kasim. Kitu ambacho Mtibwa bahati nzuri niliwahi kuongea na baadhi ya viongozi wao. Wao waliposhuka daraja nikamwambia hakikisheni mnabaki na wachezaji hata 15 ama 20 ambao walikuwa na timu katika msimu. Kitu ambacho kweli walinisikiliza, wakakifanyia kazi, wakabaki na baadhi ya wachezaji wao na benchi la ufundi. Tulimuona pale Shabani Musa Nditi, Awazi Juma Maniche, kwamba ni watu ambao walikuwa na ushawishi mkubwa kwa wachezaji wao, wakabaki na wale wachezaji. Na wakaongeza watu kama kina Anwar Jabili, unamzungumzia Raidina Fivi, ama alikuwa na kikosi cha Coastal Union msimu uliopita, wakaongeza kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kwa Mtibwa, moja ya vitu ambavyo viliwasaidia ni hivyo kwamba waliposhuka daraja walihakikisha wale wachezaji wao muhimu wanabaki nao. Sasa wamerudi katika ligi kuu. Sio mbaya wakiongeza wachezaji wachache ambao pia watakuwa na uzoefu katika mikiki ya ligi kuu ya NBC Premier League, ambao watakuja kuwasaidia ili kuwa na option ya kwanza ambayo ni kubaki ligi kuu. Kwa sababu nakumbuka Mtibwa tangu walipanda daraja mwaka 1995 na walipanda wakiwa na mechi 2 mkononi, na msimu pia wamepanda wakiwa na mechi 2 mkononi. Walicheza takriban kwa miaka 28 kwenye ligi kuu ya Tanzania bara mpaka waliposhuka daraja msimu wa 23 24. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani kwa namna ambavyo timu inaposhuka daraja na kurudi ligi kuu, kwa maana kubadilisha kwanza mtazamo wa uchezaji wa timu. Sasa unaachana na wale opponents ambao walikuwa kwenye championship, unakuja kwenye ligi kuu ya NBC. Sasa huku kuna mikiki, huku kuna ugumu wake, kwa maana unahitaji kuwa na wachezaji ambao wana experience, wachezaji ambao wana quality kuweza compete dhidi ya timu kama Singida, dhidi ya timu kama Young Africans, Simba Sports, Azam na timu zingine ambazo zipo katika ligi kuu. Kwa hiyo kitu cha kwanza, wachezaji pekee ndio watakuja kukusaidia kabla kuja kuangalia maeneo mengine. Na sivyo watafukuza makocha, lakini pengine inaweza isiwe solution ya timu kufanya vizuri. Kwa sababu tumeona kwa timu kama Kengold takriban makocha watatu, Kagera makocha watatu. Na hivi ninapozungumzia Kagera na Kengold zimeshashuka daraja licha ya kubadili makocha, lakini walikosa wachezaji quality player, walikosa ule muendelezo kupata matokeo chanya, kitu ambacho nilikwenda kuangusha. Kwa hiyo Mtibwa bahati nzuri watu ambao niko nao karibu, tumejadiliana vitu vingi sana tangu wanashuka daraja mpaka wamerejesha timu ligi kuu, na support kubwa ya mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Adam Kigoma Malima. Tumeona namna ambavyo wamepambana. Kwa sasa kilichopo kwa Mtibwa Sugar ni kutafuta wachezaji ambao watakuja kusaidia na hawa ambao waliopo, ili kupata ile cream ambayo itakwenda kuwasaidia. Takriban wachezaji 6 tu katika maeneo yote, kwa maana mabeki wawili, ikiwezekana viungo wawili, washambuliaji wawili. Unaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa Mtibwa Sugar katika kuisaidia timu yao kubaki ligi, kwa sababu ndio option ya kwanza, afu baadaye ndio wanakwenda kuangalia problem. Mimi nakushukuru sana bana Adam Kasim kutokea hapo Morogoro. Bila shaka siku nyingine nikihitaji msaada kuungana na wewe tutashirikiana kuhusiana na mambo mbalimbali ya kimichezo, lakini pia wasalimie sana hapo Morogoro Adam Kasim. Siku ukipata nafasi ya kuja Dodoma, mimi nitakukaribisha kama mwenyeji wako namba 1 Adam Kasim. Hamna wasiwasi, asante sana. Karibu Dodoma. Haya, asante sana. Salimie sana Morogoro. Msalimie Rashid Tandawara na wengineo hapo Adam Kasim. Tumefika. Asante.